Tunaongelea leo kitu muhimu sana kwa yule ambaye anaanza kufuga kuku. Ratiba ya chanjo ya kuku ambaye ameanza kutotolewa, yaani kuku wa siku moja. Kuku wa siku moja mpaka mwezi mmoja. Siku ya kwanza kama umeanza kufuga kuku na wasikuletee hasara na umfuge kibiashara, siku ya kwanza lazima uwape glucose, maji ya glucose, ili kuku wako waendelee kuwa vizuri. Wape maji ya glucose. Unapoingiza kabisa kwenye banda, wape maji kwanza ya glucose. Na glucose inatakiwa uwape kabla hata ya kuwapa chakula. Wape kwanza maji ya glucose, wapate nguvu kwanza, alafu ndo uwachanganyie kile chakula ambacho kinachotakiwa. Hiyo ni principle ya kwanza kabisa kwa ambaye anaanza kufuga vifaranga vya siku moja mpaka mwezi mmoja. Lakini siku ya pili wachanganyie vitamini na trisuli. Vitamini na trisuli. Vitamini inawaongezea nguvu na kuwapa na kuwasaidia kuku wako wawe katika hali nzuri. Na trisuli ni dawa ambayo ina antibiotiki ya kusaidia kuku hata anapojisaidia kile kinyesi kisigandane na kwenye ile nyama ambayo kimsingi wakati mwingine waga inachangia kupoteza kuku kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo lazima uwape vitamini, maji yale changanya na trisuli, maji ya trisuli. Kuku wako utakuwa umewasaidia. Sasa hii ni wiki ya kwanza. Haya maji ambayo ukiwapa vitamini pamoja na trisuli ni maji ambayo itakiwa uwe unawapa kila siku. Kila siku. Tofauti ya zile siku ambazo itakuwa ni wiki kwa wiki za chanjo ambayo tutaziongelea sasa hizi. Lakini zile siku ambazo sio za chanjo unawapa maji haya ambayo tunayoongelea kila siku. Wakifika ile wiki ya kwanza ndio unatakiwa uwape ile chanjo ya Newcastle. Wape chanjo ya Newcastle. Hapo utakuwa umeweka kuku wako katika mazingira sasa mazuri ya kuwapa kinga ambayo kimsingi ni ugonjwa ambao ni mbaya. Ukiwapa hiyo maana yake unakuwa mwakinga na ugonjwa hawezi kupata tena. Lakini wiki ya pili wape antibiotiki. Wape dawa ile antibiotiki. Wape na ile dawa ya guboro. Utakuwa umewasaidia sana kuwakinga na ugonjwa na maana huu. Lakini wiki ya tatu wape tena guboro, chanjo ile ya guboro. Ukiwapa tena chanjo ya guboro wiki ya tatu utakuwa umewasaidia. Wiki ya nne wape sasa chanjo ya Newcastle. Sasa ile wiki ya tano inatakiwa sasa uwape ile chanjo ya ndui. Na wiki ya sita inatakiwa uwape chanjo ya antibiotiki. Wape ile antibiotiki, dawa ile antibiotiki. Na ukishawapa sasa dawa ya antibiotiki, tunaashumu kwamba umeshawapa chanjo zote na vifaranga vyako vyote vitakuwa viko safi. Wiki ya 8 warudishie tena chanjo ya Newcastle. Tuashumu kwamba sasa wanakuwa wana miezi miwili. Wameshamaliza miezi miwili. Vifaranga vyako vikifika miezi miwili umeshawapa, umepata taratibu hizi tunazoziongea. Huwezi ukaona vifo kwenye banda lako la kuku. Na ukizingatia chakula kile ambacho tulichokiongelea kwenye video zetu zile za nyuma, nina hakika kabisa kwamba utafuga kibiashara. Tupo kwa ajili ya wafugaji wanaoanza wasiweze kupata hasara katika ufugaji. Na ndio kazi yetu kubwa. Please, ukiona video hii imekusaidia wewe, mtumie na rafiki yako video hii ili tuweze kusaidiana kwa ujumla. Kwa sababu kama wewe umeshapata knowledge na maarifa haya na ukaacha kumsaidia na mwingine
mwingine, Mungu hawezi kukubariki. Lakini ukipata elimu nzuri na ukamtupia na mwingine tena elimu nzuri, nina hakika inaweza ikakusaidia katika maendeleo yako ya kiuchumi. Ni mwalimu wa mafunzo ya ujasiriamali, lakini ni mfugaji wa mifugo ya kuku, mwandishi wa vitabu vya ujasiriamali, Simone Lameck Mwiko. Please, kama huna kitabu hichi cha Umilionea Umejificha Ndani ya Ufugaji wa Kuku, kitabu hichi kinauza shilingi 6,000. Ninaamini kinaweza kukusaidia sana. Please, kichukue kitabu hichi, lakini unakuwa umepata na bahati ya kuingia kwenye grupu la wafugaji. Shilingi 6,000 hiyo unaingiza kwenye grupu ya wafugaji ambayo inakurahisishia unapopata changamoto ya aina yote hiyo kukusaidia na kupa maelekezo pale ambapo utakao kuwa umeshindwa, lakini kinakuongoza katika mambo mengi ya ufugaji. Ninaamini Mungu atakubariki sana. Asante sana, tuko pamoja.